Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemwomboleza aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu hayati William Vangimembe Lukuvi, akisema kuwa taifa hilo limempoteza kiongozi mwenye uzoefu katika wakati ambao dunia inahitaji busara zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Hayo ameyasema leo Machi 28 mwaka 2026 katika viwanja vya Karimjee mkoani Dar es Salaam, wakati wa hafla ya kumwaga hayati Lukuvi, ambapo rais ameonya kuwa machafuko na vita vinavyoendelea duniani vinaleta tishio la kupanda kwa bei ya mafuta, bidhaa na mdororo wa uchumi, mambo ambayo yalihitaji uzoefu wa watu kama Lukuvi kuweza kuyatanzua. Lakini pia katika hafla hiyo kulikuwepo na viongozi mbalimbali ambao walihudhuria na walipata nafasi ya kuweza kuzungumza katika mkutano huo, ambapo nimekuwekea katika video hii, ambapo utapata nafasi ya kuwatazama baadhi ya viongozi wakizungumza. Lakini nakumbusha usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Marehemu Lukuvi pia alikuwa kiongozi aliyegusa mioyo ya watu, ambaye daima hakusita kusema ukweli na hata kuchukua maamuzi yenye tija na maslahi kwa taifa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki ambacho dunia imejaa mvurugano na machafuko, tulihitaji viongozi wenye uzoefu wa muda mrefu na viongozi ambao wamefanya kazi katika maeneo mbalimbali kwa upande wa serikali na upande wa siasa. Tulihitaji tuendelee na mawazo na ushauri wa viongozi wa aina hiyo. Tulimhitaji ndugu Lukuvi sasa kuliko jana, lakini kama nilivyosema, Mungu alimpenda zaidi. Katika kipindi hiki dunia yetu, kama mnavyoelewa, imejaa misuguano na machafuko ambayo kwa vyovyote vile yatapandisha hali ya maisha kuwa ngumu, si kwa Tanzania tu, lakini hata kwa dunia. Tumeanza kushuhudia upandaji wa bei za mafuta, na vivyo hivyo tutashuhudia upandaji wa bei za bidhaa. Lakini pia kama vita hii inayoendelea itaendelea, basi tunategemea pia kuwa na mdororo wa uchumi duniani, mambo ambayo yanataka umakini katika kufanya maamuzi katika uongozi wa nchi yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu haya yamalizike ili tuende vizuri. Lakini kwa uzoefu alionao Mheshimiwa Lukuvi, tulimhitaji zaidi sasa kuliko wakati wowote. Tulimhitaji ndugu yetu huyu kwa sababu tunamkumbuka kwa moyo wake wa upendo na mahusiano mazuri aliyoyajenga katika jamii, pamoja na utayari wake wa kushirikiana na kushauriana na makundi mbalimbali. Utumishi wake utukumbushe kuwa uongozi ni dhamana, ni wajibu wa utumishi wa umma kwa uaminifu na moyo wa kujitolea. Huu ndio urithi aliotuachia mpendwa wetu marehemu Lukuvi. Na kama alivyosema baba paroko kwamba katika utendaji wa serikali nafasi hii lazima izibwe na si mbadala. Mbadala ni pale unaposema huyu aondoke, badili yake akae huyu. Lakini kilichotokea hapa ni paukwa pakawa, mmoja ameuka, mwingine atakaa katika nafasi hiyo. Kwa tutajitahidi kuweka mtu ambaye ataweza kufuata, si kwa ukamilifu, lakini atajitahidi kufuata nyayo zake, na nataka niwahakikishie kwamba hatutamsahau Mayele wetu, tutaendelea kumkumbuka. Kwa mke, watoto na familia ya marehemu, ninafahamu mna maumivu makubwa ya kuondokewa na mpendwa wenu aliyekuwa mhimili mkubwa katika familia. Niseme tu kwamba tuko pamoja nanyi katika kipindi cha majonzi, na tutaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu ili awape faraja, rehema na nguvu ya kuyashinda majonzi haya.
ndugu viongozi na waombolezaji wenzangu, napoelekea kuhitimisha salamu zangu hizi fupi, na waomba muungane nami kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya ndugu yetu hapa duniani na alama njema aliyoiacha. Na mwisho, kwa niaba yangu binafsi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nirejee kutoa pole kwa mke, watoto, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki, wananchi wa jimbo la Isimani na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na mpendwa wetu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele muangazie, apumzike kwa amani. Amina. Na upande mwingine tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Jaji Mkuu, ndugu viongozi, Baba Paroko, sikujiandaa kwa kweli kusema, lakini baadaye nimepewa nafasi ya kusema, ngoja niseme tu. Mimi nimefahamu marehemu kwa muda mrefu. Tumekuwa wote kwenye umoja wa vijana. Mimi nilikuwa kijana active sana kwenye Youth League, na William tulikuwa naye. Baadaye tukawa naye kwenye uongozi wa umoja wa vijana. Baadaye tukakutana kwenye bunge, tukakutana kwenye serikali. Katika kipindi changu amenisaidia katika nafasi mbalimbali, kuwa mkoa, waziri, amenisaidia tukiwa wote kwenye chama, kama mjumbe wa halmashauri ya taifa, mjumbe wa kamati kuu, kamati ya maadili ya chama. Kipindi changu ndio nilimteua kujiunga na ile kamati. Na kwanza alikuwa mtu rahimu, alikuwa mtu anayependa kufanya kazi. Ukimwagiza kitu anajisikia vizuri kwamba ameagizwa, na anajisikia vizuri kwamba anatoa taarifa ya kazi uliyomtuma ameifanyaje. Kwa hiyo sikushangaa rais alipomteua kuwa mshauri wake, sikushangaa rais alipomteua kuwa waziri. Kwa hiyo taifa limepoteza mmoja wa watu wake mahiri, wazalendo wa kweli, waliojitolea kwa ajili ya nchi yetu na maendeleo ya watu wake. Kwa familia, Mama Lukuvi na mke wangu Bi Salma ni marafiki wa karibu. Norbert na wanangu Ali na Alifa ni marafiki wa karibu. Kwa hiyo kwangu mimi kifamilia tumepoteza mmoja wa wenzetu. Kitaifa tumepoteza mmoja wa viongozi mahiri, lakini hakuna atakayeishi milele. Kila mtu ana siku yake ya kuja na ana siku yake ya kuondoka, ana namna yake ya kuondoka. Mwenzetu ametangulia, sisi tumwombee mapumziko mema, tumwombee Mwenyezi Mungu amjalie pepo siku hiyo ya Kiyama. Asante sana, nawashukuruni sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais Kikwete,
rais wetu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Spika na viongozi wenzangu mlioko hapa, nimemwona ndugu yangu Mheshimiwa Jaji Mkuu Ibrahim Juma. Lazima nikutambue, lakini nawatambua viongozi wote na sisi wote tulioko hapa na kuwaheshimu na kuwajali sana, lakini tumesha tahadharishwa kwamba muda sio rafiki. Mheshimiwa Rais, kwanza nikupe pole sana. Narejea tu hizi pole, lakini nishazisema jana. Familia na wapeni pole. Sisi wananchi wote na tuliozunguka hapa, poleni sana. Na nikushukuru Mheshimiwa Rais kunipa fursa tena kuzungumza hapa. Baada ya kuwa nimezungumza jana, kwa kweli kutegemea kama ningepata fursa hii. Na nikikosea naomba tu nisamehe. Lakini napenda kusema tu kwamba narejea machache. Huyu ni mtu ambaye ndugu William Lukuvi aliwaheshimu sana watu. Alithamini utu na kutambua kwamba kila mtu anastahili kuheshimiwa na kuthaminiwa utu wake. Na ndio maana alijenga mahusiano na wenzake bungeni na wananchi wa jimbo lake la Isimani. Lakini pia aliwaheshimu watu wote, lakini wakiwemo na wale ambao ni waadilifu na watu wenye uwezo wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi ipasavyo. Na alipenda kujiridhisha sana na uhalisia wa jambo kabla hajachukua hatua, na hasa uhalali wa jambo hilo kisheria. Na ndio maana alinishukuru sana kwa kuwapatia kijana mzuri mwanasheria ambaye alikuwa anawaongoza vyema kwenye masuala ya kisheria. Alithamini sana utawala wa sheria. Na nilifanya naye kazi kwa karibu nikiwa mwanasheria mkuu wa serikali wakati Rais Kikwete aliponiteua wakati ule. Ninaona alivyokuwa anakuja kunikonsult ili ajiridhishe na hatua anayotaka kufanya. Lakini hata Mheshimiwa Rais ulipomteua kuwa mshauri wako wa masuala ya siasa na haki za kijamii, nikapata kufanya naye tena kazi wakati mimi nikikusaidia kama mshauri wako wa masuala ya sheria. Alinikonsult. Kwa hiyo alikuwa na sifa hii ya kujiridhisha kwanza na uhalisia na uhalali wa hatua anaotaka kuchukua kabla hajachukua hatua. Alithamini mahusiano na kuyadumisha hata kama mtu hana cheo. Ndugu Lukuvi ni moja watu wachache ambao hata mimi baada ya kuteua kuwa jaji alidumisha mahusiano na mimi, akiniandikia hata na message. Lakini nilipata faraja kwa sababu ndugu yangu Mheshimiwa Ibrahim hapa, siku naapishwa kuwa jaji, alisema nyinyi leo angalieni, anzeni kuishi maisha ya upeke. Kwa hiyo hata wale wengine waliokuwa wananipuuza, huyu aliendelea kuwa mfariji wangu. Na kwa sababu ya tabia hii ya kuthamini na kudumisha mahusiano, hatushangai kwamba aliweza kuwa na mahusiano mazuri na wabunge wenzake, hata akaweza kuendelea kuteuliwa kwa nafasi mbalimbali za uongozi. Mheshimiwa, kwanza mimi siwezi kujifanya kwamba namfahamu ndugu Lukuvi kuliko wewe kwa sababu wewe unatuteua sisi viongozi, na kabla hujatuteua unatufahamu vizuri sana. Hata hivi haya nimeyasema tu kwa sababu kwamba ikitokea kitabu kitaandikwa kuhusu maisha ya ndugu William, basi na mimi madogo nayo wafahamu kuhusu yeye. Ninajitolea kutoa mchango huo, ikiwa kwa rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu wakati huo nitakuwa hai. Niwashukuru viongozi wetu wa dini kwa neno hili la faraja, na Mungu aendelee kuwabariki sana. Endeleeni kutuhimiza umuhimu wa usalama wa jamii, umuhimu wa amani katika jamii, umuhimu wa maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru sana. Asante Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, itifaki yote ikiwa imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, hapa leo kuna vigogo wengi, kuna masinia wengi, kiasi kwamba nisingependa kutumia muda mwingi kuelezea jambo hili ambalo limetufika. Lakini Mheshimiwa Rais, ninayo message tu ya kawaida kutoka kule Iringa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tuendelee. Mheshimiwa Rais, sisi kule Iringa, wazee wetu wamenituma nije nieleze neno la shukrani kwako. Mheshimiwa Rais, mzee wetu Lukuvi amepewa heshima kubwa sana na wewe Mheshimiwa Dr. Rais Samia, lakini pia amepewa heshima kubwa sana na marais wote wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wazee wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Rais, wamenituma nilete salamu za asante sana kwa namna ulivyoweza kuyanyanyua maisha, lakini kuyatambulisha pia maisha ya kiuongozi ya ndugu yetu William Vangimembe Lukuvi. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, kule Iringa huwa kuna utamaduni wa wale wazee wetu wanapolia msiba, na mara nyingi wanapolia msiba huwa wanalia huku wanatamka maneno. Sasa huko Iringa tunafahamu, leo nilikaa kikao na wenzangu viongozi majunia tunatoka Iringa, wale wazee wanapolia huwa wanatamka maneno. Kwa hiyo wanasema, Mungu, kwa nini usingechukua hawa wadogo wadogo? Kwa hiyo kule watakuwa nasema, ungemwacha huyu mzee Lukuvi, labda ungewachukua kina Chalamila, kina Kihenzile. Kwa Mheshimiwa Rais, kule tuna kazi kweli kweli, lakini tutajikaza na kuwaambia kazi ya Mungu haina makosa. Hili ambalo Mungu amelichagua, basi na sisi nyakati zetu zitafika. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais utakwenda Iringa, basi salamu za asante sana kutoka wazee wetu wa Iringa watakwenda tena kuzirudia na kuzitamka mbele yako. Sisi hatuna maneno mengine zaidi ya neno la shukrani kwa maisha makubwa ya mzee wetu William Lukuvi. Raha ya milele umpe Bwana. Mwanadamu, kumbuka kuwa umavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Asante Mheshimiwa Rais, naomba